walakini habari ya siku ile wala saa malaika hawajui wala mwana. Na nilieleza jambo hilo kwa sababu ya wengi kutokujua. Wanasema Yesu sio Mungu maana hajui siku yake ya kuja. Lakini Greek grammar haisemi jambo hilo vile, kwa sababu hajatumia neno ginosko. Katika lugha ya Kigiriki ametumia neno eidon, na linapokuwa ile neno likaungana na neno ile ambao ni negation, hapana, vinapoungana pamoja inapaswa itafsiriwe hawezi kusema, cannot tell. Kila anachozungumza Yesu pale sio kwamba hakuna asiyejua kama malaika ama yeye, ila anachosema swala la nani aseme hiyo siku ama saa ni la Baba, ndiye atakayewajulisha. Na ndio maana aliwaambia hapa iko kwenye mamlaka ya Baba. Kwa hivyo anawaeleza ufalme wa Mungu sio wa dunia hii. Na ndivyo alivyomjibu Pilato wakati anamwambia ujibu, ujui na mamlaka ya kufungua na kufunga. Yesu akasema ufalme wangu sio wa dunia hii wala sio wa hapa. Ndivyo alivyomjibu kwenye ile Injili ya Yohana sura 19. Ufalme wangu sio wa hapa. Ungelikuwa ni wa hapa, watumishi wangu wangenipigania nisitiwe mikononi mwa Wayahudi. Kwa hiyo Waisraeli wao wanaposema wanarejesha ufalme, wanafahamu ni ufalme wa kisiasa. Kwa hiyo walikuwa ni watu wa wanaharakati. Yesu anawaambia ufalme wangu sio wa kisiasa. Hauhusiani na Kaisaria, hauhusiani na utawala wa dunia hii. Ufalme huu ni ufalme tofauti, sio wa hapa. Kwa hiyo akawabadilisha bado, ili mgharimu pia baada ya kufuka kwake siku 40, akiwaelekeza watoe akili zao, waweke kwenye upambele juu ya ufalme wa Mungu, sio hapa duniani. Ndio maana tukajua ya kwamba ukiwekeza kwenye ufalme wa dunia hii, unataka haki ifanyike kila anayekufanyia haki wewe, ili ujue Yesu anakupenda. Unataka siasa za dunia zibadilike, ziende upande mzuri. Ni kama umesahau alichosema kwenye Mathayo 24 kwamba kutakuwa na vita na tetesi ya vita, kutakuwa na hiki. Atachoeleza hali ya watawala wa dunia na siasa za dunia zitaendelea kuwa mbaya, katili, ovu, zisizotenda haki. Kwa hiyo ikiwa hilo litakuwa mojawapo inayokusumbua sana na unataka Yesu aingilie kati, utaingia kwenye shida ya uharakati ukiuchanganya na ufalme wa Mungu. Na Yesu anasema sio wa ulimwengu huu. Kwa hiyo alitumia muda wa siku 40 kuhamisha political kingdom, hawapeleke kwenye hiyo spiritual kingdom na ambao utawala wake ule wa utukufu unaokuja. Lakini wakati anaeleza kwa sasa ni ufalme wa neema. Ufalme wa neema hauangaliwi kule, uko ndani ya mioyo yenu. Ndivyo alivyowaambia Wafarisayo walipomuuliza ufalme wa Mungu utakuja lini, akasema hauchunguziki na kusema ule pale ama uko kule. Tazama ufalme wa Mungu uko ndani ya mioyo yenu. Anazungumzia neema ya Mungu inayobadilisha maisha yao kwa kumkiri na kumpokea yeye. Huo ndio mchakato wenyewe, sio kurekebisha Kaisaria na utawala, kurekebisha Pilato na mahakama za dunia, sio kufanya hiki na kile. Ila anachoeleza ni kwamba anataka afanye kitu ndani ya maisha ya mwanadamu. Ufalme wa Mungu, muda wa siku 40, anahamisha wakazi ya washiriki akili zao katika kanisa la Kizota kuhama kutoka Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tamaduni za dunia hii tunayoishi pamoja na makazi ya Dodoma, tuelekeze akili yetu juu yuaja na mawingu. Kama tukibakiza na akili zetu za hapa dunia, tutahama kutoka wamishonari, tutakuwa wanaharakati.